Tukaombe. Mpendwa Baba yetu uliye mbinguni, tunyenyekea mbele uwepo wako asubuhi ya leo Baba, tukiwa na shukrani tele kutoka kilindi cha mioyo yetu Bwana, kwa wema na fadhili ambazo umetutendea katika juma lote ambalo limepita. Umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwaminifu Baba, umekuwa kutuhifadhi, umetudumisha hata katika imani ambayo Bwana umeweka ndani ya mioyo yetu, na umekuwa kiongozi wetu katika kila jambo. Tunaomba Mungu wa rehema asubuhi ya leo pia, tunapoanza ibada ya leo Baba, tukikabidhi mikononi mwako nafsi zetu na mioyo yetu na yote tulio nayo Bwana, tunaiweka mikononi mwako. Tunayo imani ya kwamba utaenda kutubariki, tuwe na mwanzo mwema, tuwe na ibada itakayokuwa ya manufaa katika maisha yetu na ya kutuvuta zaidi karibu na wewe. Tutakapokuwa tukimaliza Baba, hakika tukaseme kama wale waliokuwa wakienda Emmaus kwamba mioyo yetu imewakawaka ndani yetu Bwana, wakati umekuwa ukinena nasi. Wacha Roho wako Mtakatifu Bwana akachukua usukani, sababu yeye ndiye kiongozi wetu, yeye ndiye mfariji wetu, yeye ndiyo kila jambo katika maisha yetu. Wacha tukaone mkono wako Bwana ukitenda kazi kupitia neno lako katika siku ya leo. Tunao imani ya kwamba Bwana utatubariki, utazidi kuwa pamoja nasi na hakika utatuinua hata juu zaidi. Tunakushukuru kwa rehema na huruma za safari ambazo umetujalia kila mmoja wetu kufika kikao hiki Baba, hata tukiwa salama. Tunao imani ya kwamba Bwana hata wale walio njiani Bwana utakuwa ukiwaongoza na pia nao watafika salama, na ndiposa Bwana ukatubariki sisi wote tukiwa pamoja. Katika jina la Bwana Yesu Kristo Baba tumeomba. Amen. Bwana wabariki sana. Wimbo mwingine nambari 100, wimbo nambari 42, I feel like traveling on. I
tuketini kwa kipindi cha matoleo. Wakati ule tutakuwa tunamtukuza Mungu na wimbo nambari 142, Jesus the light of the world. Holy saints of light proclaim, Jesus the light of the world. Life and mercy in His name, Jesus the light of the world. We walk in the light. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Hear the Savior's finest song. Jesus, the light of the world. Send thy gospel why not seek Him today? These are the light of the world, going through the narrow way. These are the light of the world. We walk in the dark, beautiful light. Come where the good works of mercy are found. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come confess Him as your King. Jesus, the light of the world. Let the bells of heaven ring. Jesus, the light of the world. We walk in the light, beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Tusimame tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunalitukuza jina lako wakati huu mwema ambao umetuandalia Bwana, tukaweze kukusanyika tena ili Bwana tukaweze kushiriki katika meza yako. Naomba kuna wako wa rehema Bwana ambao umetujalia sisi kuweza kuwa na uhai hata tukiwa na kikao hiki.
mkono huo huo ukatuongoze katika kikao hiki, ili Bwana ukapate nafasi nzuri ya kutumika na wana wako. Bwana, tulitukuza jina lako kwa sababu umekuwa mwema kwetu, kutulinda wiki nzima, kutupea haja zetu Bwana, na kutufanikishia hata kuweza kusafiri na kufika hapa. Bwana, wanao wamekuja na vipaji vingi ambavyo wameweza kukutolea. Bwana, tunakuomba makusudi yako vikaweze kutumika Bwana. Bwana, jitwalie sifa na utukufu katika matoleo yetu, na pia Bwana ukatubariki hata zaidi. Kumbuka ndugu zetu ambao wana uwezo wa kuweza kuwatolea Bwana, ukawainue ili Bwana kufika wakati mwingine wakawe na kushiriki katika kiwango kile Bwana. Bwana, tunaomba mkono wako rehema kutuongoza basi tunapokaribia kusikia kutoka kwako, ili Bwana ukajitolee mamlaka yote Bwana. Chukua nyoyo zetu ukazilete mbele yako, chukua mawazo yetu Bwana ukayatawale Bwana, tuongoze ili Bwana tukaweza kufikia ukamilifu wako Bwana. Kuja na moyo wako huruma, ili Bwana ukatusamehe makosa yetu Bwana, ili ukaweza kujitwalia usifa na utukufu katika miili yetu Bwana. Tutakapotoka hapa mioyo yetu ikawe imebadilishwa sana Bwana. Chukua usukani kwa kila jambo ambalo tutaendelea wakati huu, ili Bwana tukaweza kutiishwa chini ya mamlaka yako. Mambo yote tunakabidhi mikononi mwako, tuomba kushiriki pamoja na familia zetu ambao hawako hapa na ndugu zetu ambao hawajapata nafasi ya kushiriki na sisi Bwana. Tuinue katika kiwango cha juu zaidi, ili Bwana tukaweze kushiriki kwa meza yako tukiwa pamoja na wale ambao hawako pamoja na sisi. Tunajielekeza kwa mikononi mwako kwa utukufu na sifa. Bwana, naomba haya yote katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndugu yetu ambaye aliomba angetaka kutuibia labda baada ya ibada, kwa sababu muda umeenda sana. Tunapomkaribisha mhudumu ambaye atakuwa anatuhudumia kwa neno siku ya leo, naimba wimbo wa Kiswahili nambari 142 kwa nyimbo za Kiswahili. Sitaona giza Yesu ajapo, sitaona giza Yesu ajapo, sitaona giza Yesu ajapo, kunyakua watu wake, kunyakua watu wake, sitaona giza Yesu ajapo, kunyakua watu wake.
Ni siku njema tena, siku ya leo. Amen. A good day today. Ni siku njema siku ya leo That God has privileged us ambayo Bwana ametujalia to come together tukusanyike pamoja and hear from Him. na pia kusikia kutoka kwake. It's a great privilege. Hakika hiyo ni fursa kuu kabisa ya kipekee. Yes, it's not something just coincidence. Sio jambo tu ambalo limetukia tu hivi. God is aware. Mungu anajua yote. Actually we are here. Na tuko hakika hapa. And we are gathered to hear from Him. Na tumekusanyika kusikia hakika kutoka kwake. Today we shall read from Jeremiah. Leo tutasoma kitabu cha Yeremia chapter 29. Mlango wa 29 from verse 10 to 14. Kuanzia mstari wa 10 hadi wa 14. Maybe we'll start with that. Tutaanza na hiyo. Somebody can read for us. Brother Kuria, maybe. Ndugu Kuria, pengine utatusomea kitabu cha Yeremia 29 mstari ni wa 10 hadi 14. Before we do that, please let's pray. Kabla ya hayo, hebu tukaombe. Heavenly Father, we come before you this morning. Baba yetu wa mbinguni, twaja mbele zako asubuhi ya leo. We so much appreciate your gift of life. Tukiwa na shukrani tele kabisa sababu ya kipawa chako cha uzima. To allow us to come under this roof. Kutuwezesha Bwana kukusanyika chini ya paa hii. With the purpose of communing with you. Tukiwa na kusudi moja tu la kuwa na ushirika nawe. We ask you to come down. Kwa kuomba ye Bwana ukashuke. That you come and talk to us. Uje na unene nasi. That you guide us in your word. Ukatuongoze katika neno lako. And as you visit others today. Na unapotembelea wengine siku ya leo. Do not pass us by. Amen. Bwana usitupite. Come and talk to us. Njoo ukanene nasi. Reveal your word to us. Lifunue neno lako kwetu. And let's leave this place better than we came in. Amen. Na tutoke mahali hapa Bwana tukiwa bora kuliko vile tumeingia. Lift our souls. Inua nafsi zetu juu. Give us more confidence. Tujalie ujasiri wa hali ya juu. Give us more faith. Tujalie imani zaidi. Fill us with your Holy Spirit. Amen. Tujaze upya na Roho wako Mtakatifu. That we may know better and better in your word. Tukazame kidindi zaidi katika neno lako. Help us, Lord, as we read your word. Tusaidie Bwana tusomapo pia neno lako. You are the interpreter of your own word. Wewe ndiye mtafsiri pekee wa neno lako. Help us, Lord. Tusaidie Bwana. Looking upon you. Tukutazamia tu wewe. Even to meet with our needs. Ili pia Bwana ukakutane na mahitaji yetu. Both physical and spiritual. Mahitaji yaliyo ya kawaida na hata ya kiroho. That we may continue being fulfilled. Ili yote Bwana yakawa ya kutimizwa. And be happy with the salvation that you've given to us. Na tukasikie tumetosheleka na pia kuwa na ukamilifu wa imani ambayo umetupatia ya wokovu. Thank you, Lord. Kwa kushukuru Bwana kwa ajili ya kila jambo. In the name of our Lord Jesus Christ. Tukiomba yote haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. We read from the book of Jeremiah, chapter 29, verse 10 to 14. For thus says the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I'll visit you and perform my good word towards you, in causing you to return to this place. For I have known the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. That shall ye call upon me, and shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye search for me with all your heart. And I will be found of you, says the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all nations, and from all the places whither I have driven you, says the Lord, and I will bring you again into the place whereas I caused you to be carried away captive. Amen. We may sit. May the Lord add blessings for the reading of His word. Mnaweza keti, Bwana ongeze baraka kwa usomaji wa neno lake. We shall also read Luke chapter 16. Tutasoma pia Luka mlango ni wa 16, verse 16. mstari wa 16. These are the places we read last time. Hizo ni sehemu ambazo tulisoma wakati uliopita.
So it reads, the law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached, and every man presses into it. Amen. So I want us to continue with the message we had. Ningeomba tuendelee na ujumbe ambao tumekuwa nao. It's a short message that the prophet preached. Ni ujumbe ambao mfupi zaidi nabii aliwahi kuhubiri. And there is something in it. Na kuna jambo muhimu zaidi ndani yake. It's about desperation. Ni hali ya kuhangaika ndani ya moyo wako. Without desperation, bila hali ya mahangaiko, you would get what you are supposed to get. hauwezi pata kile ambacho unastahili kupata. So God requires desperation. Mungu anahitaji mahangaiko kama hayo. And when you are desperate, wakati umefikia mahali pa kufadhaika moyoni, then at that time you have no other option. Wakati huo hauna jambo la chaguo la ziada. So you don't even give God options. Na haupatii Mungu mambo ya kuchagua. If you give me, it's okay. Kama Mungu utanipatia ni sawa. You don't give me, it's okay. Kama pia hautanipatia ni sawa. When you are desperate, wakati umeingia katika hali ya kuhangaika, then it means without that, unajua bila hiyo, you have nowhere else to go. basi hauna pengine pa kukimbilia. So when you are desperate, wakati umeingia hali ya kuhangaika, you bring God into the scene. Amen. Wakati huo unamshukisha Mungu katika jambo lile ambalo unahangaikia. There is no way you will just go easy and get something from God. Hautamwendea tu Mungu na njia ya urahisi na utarajie kupokea kutoka kwake. It's always when you are desperate. Wakati wote utapokea wakati uko na mahangaiko. So we find in the history, in the character of God. Tunaona katika historia na katika tabia zote za Mungu. Normally say he does not change. Wakati wote sisi husema yeye huwa habadiliki. He doesn't. Yeye habadiliki. You know, we get organized, we get civilized, we get more development, we change things. Wakati mwingi tunastaarabu, tunaendelea katika maendeleo na mambo mengi zaidi. But God never changes. Lakini Mungu yeye habadiliki. He's the same yesterday, today and forever. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. So maybe brother, I give you some differences. You can go to that's where we are. So Jacob, he was a man. He was first. He kind of was a carefree boy. Yakobo alikuwa tu mtu wa kawaida, kana kwamba alikuwa kijana asiyejali sana. We normally say the people we read in the Bible, huwa tunasema watu ambao tunasoma juu yao ndani ya Biblia, they were ordinary people. Walikuwa watu wa kawaida tu. You see, people just living. Watu tu wa kawaida wanaoishi. But when God, takes hold of that person, lakini Mungu alipomnasa mtu kama huyo, then you see he changes. Unamuona akibadilika tayari. So he thought in his own mind that he knew that the birthright meant everything to him. Akafikiria katika akili zake na kujua kwamba haki ya kuzaliwa wa kwanza ilimaanisha kila kitu maishani mwake. Everything. And he didn't care how he had to get it. Na haikujalisha ataipokea njia gani. Just so he got it. Hata hivyo akaipata. And after he got it, na baada ya kuipata, he thought everything was all right. Akafikiria kila kitu sasa kimekuwa sawa. Because he had the birthright. Sababu amepokea hiyo haki ya kuzaliwa kwanza. He thought the thing was settled. Akafikiria mambo yote yameisha. So he came out to his brother. Kutoka ndugu yake, when he was hungry, wakati alikuwa anahisi njaa, coming from the field, akitoka kule uwanjani, from working with the cattle and hunting the deer, baada ya kufanya kazi na ng'ombe kule na kuwinda, and his brother, he needed a big pot of pottage, wild peas and things together. Na ndugu yake alikuwa anataka chakula kingi sana cha ndengu na vitu kama hizo. Might have been very tempting when a man is very hungry. Unajua jinsi ambavyo kwa ya kujaribu mtu wakati anahisi njaa. After all day, and his brother said, I'm just about ready to faint, give me some of this. Baada ya kutembea usiku yote na akamtia ndugu yake akamwambia, tafadhali niko karibu kuzimia, hebu nipe hiki nile. And he said, well now, if you swear to me, I'll get the birthright. Akamwambia, kama utaniapia kwamba utanipatia haki ya mzaliwa wa kwanza. He didn't care how he done it. Hakujalisha atafanya aje. Just so he got it. Hata hivyo akaipata. And he thought when he got the birthright, na akafikiria wakati amepata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza, that settled it. Mambo yote yamekwisha. So whichever way, whichever method, haijalishi njia gani ama
hali gani? You know, sometimes you look into the ways that God do things. Huh? Mara nyingi tunaangalia njia ambazo Mungu fanya kazi. Today we would have said this is corruption. Tungesema kwamba leo ni ufisadi. Yakobo, he knew that his brother Esau alijua ndugu yake Esau had the right. alikuwa na haki. It was actually scriptural. Na ilikuwa haki ya kimaandiko. That the one that came first, kwamba yule aliyekuwa mzaliwa wa kwanza, although both of them were born at the same time, ingawaje wote walizaliwa wakati mmoja, they were twins, walikuwa mapacha. but according to the law of God, lakini kulingana na sheria ya Mungu and the scripture, na maandiko, the word was to be followed. Neno lilikuwa lazima lifuatwe. And Esau was the firstborn. Na Esau ndiye aliyekuwa mzaliwa wa But kwanza. according to the law of God, Na kulingana na sheria ya Mungu, the first child mtoto aliyezaliwa wa kwanza was to get the blessings. ndiye alikuwa apokee hizo baraka. And actually, that was a heritage of the firstborn. Na huo ulikuwa ni urithi wa yule aliyekuwa mzaliwa wa kwanza. And you see, we are saying God does not change. Na unaona tunasema Mungu yeye habadiliki. And that according to the word, Na kulingana na neno, it was Esau who had the birthright. Amen. haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa ya Esau. It was not to go to Jacob. Haikuwa imwendea Yakobo. And remember, the word Jacob meant a deceiver. Na ukumbuke hili neno Yakobo la maanisha mdanganyifu. Just imagine. Wewe fikiria tu. He was a deceiver. Yeye alikuwa mdanganyifu. So he was taught well. Jacob was well taught Yakobo alikuwa ameelimishwa vizuri in the kabisa scripture katika maandiko that your brother, kwamba ndugu yako he has the birthright. yeye ndio ako na haki ya kuzaliwa And hapa. there was no alternative. Na haikuwa jambo lingine litokee. So in his mind, Katika akili zake Jacob thought, Yakobo and akawazia, I'm sure this was not the first day. na nafikiri hii haikuwa siku yake ya kwanza. From the time he grew up, Tangu wakati walizaliwa na wakalelewa pamoja and became an adult, na akakuwa mtu wa milioni he was mzima, well taught that the birthright belongs to your brother. aliambiwa vizuri kwamba haki ya mzaliwa wa kwanza ni ya ndugu yako. So they could not even call a meeting, you see. Hawangeita mkutano wajadiliane hiyo maneno. You know, in our homes, we'll kind of ask who will go with that plot, who will have this land, who will do this, who will share with that. No. Unajua, katika familia zetu huwa tunajadiliana nani atarithi shamba fulani, nani atarithi cheti fulani na vitu So kama in hizo. this case, it was outright. Katika hali hii mambo yalikuwa wazi. There was no negotiation. Haikuwa mambo ya kujadiliana. I really don't know, because even Jacob himself, maybe he was coached by the mother. Na sijui kama Yakobo hata mwenyewe pekine alifundishwa na mama yake. He was told the birthright actually belongs to your brother. Akaambiwa ujue wazi kwamba haki ya mzaliwa wa kwanza Can ni you ya ndugu imagine yako. what it meant? Unajua ilimaanisha nini? He was to be blessed as the person close to God, and even the promises of Abraham, everything that was promised to Abraham, oh, the father of nations and all that. Every blessing was to come through that birthright. Amen. Haki ya mzaliwa wa kwanza ilimaanisha mambo mengi zaidi. So it really meant a lot. Ilimaanisha baraka zote za Ibrahimu na mambo If yote. he was not blessed, Kama hangebarikiwa. and find out, Na hebu chunguza, God could not actually just speak. Mungu hangenena tu jambo hivi He could hivi. say, and even the Bible says he hated Esau Na hata Biblia yenyewe ilisema alimchukia Esau and loved Jacob. na akampenda Yakobo hata kabla hawajazaliwa. Before they were born, Kabla hawajazaliwa, God hated Esau Mungu alikuwa shamchukia Esau and tayari loved Jacob. na akampenda Yakobo. It did not matter the character of Jacob. Haikujalisha tabia ya Yakobo It ikoaje. didn't matter how he came up. Haijalishi alitoka It vipi. does not matter how he behaved. Haijalishi alikuwa na mwenendo wa aina gani. Remember, God knew them even before. Mungu ujue kwamba haliwajua hata And to kabla. be God, he knew the two children. Na yeye ndio akuwe Mungu, lazima alijua hawa watoto He wawili. could see through their life. Angeona maisha yao tangu wazaliwa mpaka mwisho. And you ask yourself, Wewe jiulize swali. why then this? Basi kwa nini ikatukia And hivi? why even did God make sure that Jacob comes out first? Na kwa nini akahakikisha ya kwamba Yakobo ndio anatoka kwanza? But still it had been to be what it was. Lakini ilikuwa lazima vile ambavyo ilitukia. So Jacob knew that he had to get the birthright.
Yakobo alijua lazima achukue hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. And when you hear the prophet saying that whichever way, Na nabii hapa anasema hata ijalishi ni njia gani. maybe he had contemplated killing him. Pengine yeye hata alifanya mpango wa kumuua. That would have been long. Hiyo ingekuwa makosa zaidi. As you see, Cain killed Abel. Kama jinsi unaona vile Kaini alimuua ndugu yake He Abili. didn't make it. Hakuweza kutoboa kwa hiyo njia. Did not get what Abel was to get. Hangepokea zile baraka zilikuwa za Abili. So Jacob thought, Yakobo akafikiria, what could I do now? je, nitatumia mbinu gani? Which way? Ni njia gani hapa nitafuata? But whichever way, Lakini hata nifuate njia I gani? must have this birthright. Lazima nipokee haki ya mzaliwa wa kwanza. It was very important. Ilikuwa muhimu kabisa. So he timed. Akangojea, akapanga. When his brother was very hungry, Wakati ndugu yake alikuwa anahisi njaa kabisa, he went to the field. akaenda huko jikani, Esau chasing the deers and all that. akiwinda hawala huko na kila kitu kama huko. I'm sure you know it's not easy. Na unajua sio rahisi kuwinda. Keep a trap here, it doesn't get anything. Unaweka mtego hapa, haushiki chochote. You follow them, they are very fast. Unawafuata hao, hawala wako mbio zaidi. So he came home without nothing. Akafika nyumbani amechoka na hana chochote. So actually, that was the beginning of losing the birthright. Na hapo ikawa ndio mwanzo wake sasa wa kupoteza ile haki ya kuzaliwa kwanza. I want us to emphasize on how Jacob was settled and how he got the birthright. Nataka tukazie kabisa jinsi ambavyo Yakobo alitulia na akapokea hiyo haki ya kuzaliwa kwanza. So when his brother came, Wakati ndugu yake alikuja, they must have been buddies, friends. lazima walikuwa marafiki wa dhati. This one was at home, Huyo alikuwa amebaki nyumbani looking after the sheep, the goats and all that. akiangalia mbuzi na kondoo pale nyumbani, But by, let's say, by profession, lakini tuseme kwa ujuzi aliyokuwa nao, Esau was a hunter. Esau alikuwa mwindaji. He was a good one. Na alikuwa mwindaji hodari. And his father liked that. Na baba yake ujua alipenda sana mawindo yake. I don't know whether you've ever tasted a deer's meat. Sijui kama ushawahi kuonja nyama huyo ya mnyama yote wa msituni. It is around, it's the best. I've myself, we have eaten that. Mimi nishawahi kuionja, ni tamu kabisa. And it doesn't have a lot of fat. Haina hii mafuta mingi. And also it's, it's wild. Ni nyama ambayo imekuzwa mwili wake na vitu vya nyikani. So they keep eating those leaves and all that. Wanakula yale matawi machungu na So vile matawi. you can't say it was not good. Hawezi sema hiyo nyama haikuwa It tamu. was very nice. Ilikuwa tamu So he zaidi. used to feed his father. Alikuwa akilisha baba yake na vitu And kama his father hizo. was very happy Na about baba it. yake alikuwa akifurahia sana hayo mawindo. So that day he didn't have anything. Siku hiyo akaja bila chochote. And as the prophet is saying, he was really hungry. Na kama vile nabii anatuambia alikuwa anahisi njaa kabisa. But this boy had already prepared this stew and all that. Good food, you know. Lakini Yakobo alikuwa ametayarisha kitoweo kizuri kabisa. So when his brother came, Wakati ndugu yake alikuja, he said, just give me a plate today. akamwambia nipatie tu sahani moja leo. And now it was conditional. Lakini akamwambia hapa kuna masharti. I'll give you, Nitakupatia kweli, but swear lakini nataka uniapie that you'll give me that part. You surrender. kwamba utaitoa kabisa unipatie haki ya kuzaliwa kwanza. You sign Utie that sahihi when you eat this bread, kwamba utakapokula hiki kitoweo, then the birthright comes to me. haki ya mzaliwa wa kwanza umeiacha imekuja kwangu. You see how serious God was with a vow. Unaona jinsi ambavyo Mungu anajali sana juu ya kiapo. When you vow Wakati unapoapa and say, this is what I'll do, na useme nitafanya hivi, he also seals the vow. Mungu pia anatia muhuri hicho kiapo chako. But with Jacob, with Esau, he took it lightly. Lakini kwa Esau alichukulia tu kiurahisi. Just a plate. Kitoweo sahani moja tu. And this guy is telling me to swear. How can things change? Na huyu ananiambia ni hapa, hata nikiapa mambo How can itabadilika. the scripture be changed? Maandiko itabadilikaje sababu nimeapa? Through a plate of food. Kupitia sahani tu ya kitoweo. He's joking. Huyu jamaa anacheza. He's joking. Give me the food. Wewe One. leta hiyo sahani. Just give me. Wewe nipatie. I swear I give it to you. Na hapa kwamba nimekupatia haki ya mzaliwa wa kwanza. He gave it out.
na tayari akapeana, little did he know, lakini hakujua accordingly, kulingana na jinsi ilivyokuwa. God honored that. Mungu alikuwa tayari ameshaheshimu mkataba wao. So you see, you are two here and somebody else is a judge. Mko wawili hapa, lakini mtu mwingine ndio hakimu. So actually, that was honored in heaven. Na jambo hilo Mungu akaliheshimu juu mbinguni. So you see, when we come to judgment, Waona tukija katika hukumu, maybe Esau will argue, pengine Esau atabishana, God, you broke the word. You broke the word. wewe Mungu ulivunja neno lako. No, I didn't. Mungu akamwambia sikuvunja neno langu. You changed the program yourself. Wewe ndiye uliyebadilisha mpangilio wangu By swearing, kwa ajili ya kuapa, because of that plate of food. sababu ya hicho kitoweo sahani moja. You are the one who changed the Wewe program. ndiye ulibadilisha. And when you are desperate, Na wakati uko hali ya kuhangaika, you can change God's program. amen, unaweza badilisha mpangilio wa Mungu. Even if it is that says the Lord. Hata kama ni hivi asema Bwana. When you are desperate, Wakati uko hali ya mahangaiko, you can change the program of God. amen, unaweza badilisha mpangilio wa Mungu. So Jacob was desperate Basi Yakobo alikuwa na hali ya kuhangaika, to make sure that the program of God is changed. hakikisha kwamba mpangilio wa Mungu wote umebadilika. And it was changed. Na hakika ulibadilika. God honored what they agreed. Mungu aliheshimu kile ambacho walikubaliana. However, Hata hivyo, you know, Jacob now was settled. Yakobo akasikia ameridhika, And he had to run away. na unajua jinsi ambavyo ilitokea You akatoroka. know what they followed. I don't want to go into that. Sitaki nifuatilie zaidi hayo, unajua vile When the ilifanyika. time came of blessing, Wakati ilifika siku ya baraka, of course it was Jacob who was present. hakika unajua Yakobo ndiye aliyebarikiwa. Also how that story went. Na jinsi ambavyo hayo mambo He yalifuatilia. actually deceived the father Hakika pia alimdanganya baba yake. and went to his uncle's place. Na akatoroka kwenda kwa mjomba wake. But he knew that the program has already been changed. Lakini alikuwa tayari anajua mpangilio wote umebadilika. But the prophet here is saying, Na pia hapa anasema hivi, that's where we were. Just come back to 78. That's the last bit. Yeah. And he said, well, if you swear to me, I'll get the birthright. See, he didn't care how he done it, just so he got it and thought when he got the birthright, that settled it. This is where the problem is. Verse 79. Pentecost, that is where you failed. Pentekoste, hapa ndipo mlipoanguka. You thought because we are born of the Spirit, Mlifikiria sababu mmezaliwa na Roho, born of the Spirit of God, mkazaliwa na Roho wa Mungu, the birthright that settled it. haki ya kuzaliwa kwanza ikatosha. But it only starts it. Lakini hiyo ilifanya tu kuianzisha. You remember in the message, hear ye him. Wakumbuka katika ujumbe, msikieni yeye, How that the child, after it was born in the family, kwamba huyu mtoto baada ya kuzaliwa kwa familia become a son. alifanyika kuwa mwana. It had rise to the birthright, Alikuwa na haki ya kuzaliwa kwanza, but it had to be proven. lakini lazima ingethibitishwa. It had to be child trained. Lazima angefundishwa kama mtoto. And then if it did not prove out to be obedient child to the father's will, Lakini kama angeonekana kwamba yeye sio mtiifu kwa mapenzi ya baba yake, then it must be, well, it did not get that. lakini hakuipata hiyo, It did not become heir. hangekuwa mrithi, He had nothing. hangerithi chochote, Yet it was a son. ingawaje alikuwa mtoto. But he had nothing if he wasn't interested in the father's work. Lakini hangerithi chochote kama hangejali na shughuli za kazi ya baba yake. So the birthright was just a beginning. Basi haki ya kuzaliwa kwanza ilikuwa tu ni kionjo. And actually he's telling us, Anatuambia hivi, this is where the Pentecost failed. hapa ndipo Pentekoste walikosea. Remember, even today, Kumbuka hata leo the emphasis is receive the Spirit. mkazo wa Pentekoste ni pokeeni Roho, After that, nothing else. na baada ya kupokea Roho hakuna kingine. Remember, there is adoption. Lakini kumbuka kuna kule kuidhinishwa kuwa mwana. Even when you receive, Hata baada ya kupokea must do the works of the Father. lazima ufanye kazi za baba. You must be praised as a son.
lazima uadhimishwe kama It's mwana, not just receiving. na sio kupokea tu roho. That is where the work begins. Hapo ndipo kazi sasa inaanza. So you can't just be settled. Hauwezi tulia tu And hapo I've got the birthright. useme nimepata haki ya kuzaliwa I've been kwanza, filled with the Holy Ghost. nimejazwa na Roho Mtakatifu. And exactly even as a believer, Na hata kama mwaminio, when you believe, wakati unaamini you receive the Holy Ghost. unampokea Roho Mtakatifu, That's just the beginning. huo ni mwanzo tu. You can't just settle. Hauwezi kaa tu You pale, can't say, me, I'm a believer. huwezi sema mimi ni I'll mwaminio, continue doing whatever I can do. nitaendelea tu kufanya It nipendavyo. really does not matter. Haijalishi hata kidogo. Remember, that is only the beginning. Amen. Kumbuka hiyo ni mwanzo tu. Para 80. And so when the Holy Ghost fell on the Pentecostal people, Na wakati Roho Mtakatifu alishuka juu ya watu wa and Pentekoste, they begin to restore back the gifts and things that was in the church, na wakaanza kurejesha zile karama na vipawa kanisani, they thought because they were born of the Spirit, wakafikiria sababu tumezaliwa kwa Roho, that settled it. hiyo imetosha. But you see, there is praising of a son. Lakini unajua kuna kule kuadhimishwa mwana, And after this son proved to be a real son, na huyu mwana baada ya kudhibitisha kwamba yeye ni mwana then he hakika, was taken in public place. basi angepelekwa mahali uwanjani, And then was set up and changed robes, na pale angewekwa na avalishwe mavazi and mapya, set up there, na weko pale, and there was a praising of a son. na kulikuwa sasa kule kuadhimishwa kuwa mwana. And he had hair of everything the father had. Na hapo sasa angekuwa mrithi wa mali yote ya baba yake. So you see, even in Jesus himself, right Unaona na now, Yesu mwenyewe God did the same thing by his son on Mount Transfiguration. Mungu alimfanyia mwanawe pia hivyo hivyo katika mlima ule wa He kugeuzwa. was overshadowed by a cloud. Alifunikwa na lile wingu kuu, He was transfigured, akabadilishwa, and his raiment shined like the sun, and a voice. na vazi lake likawa likimetameta kama jua, na sauti ikatoka And he said, "This is my beloved son, ikasema, huyu ni mwanangu in mpendwa, whom I'm well pleased." ambaye nimependezwa kudumu ndani yake. Moses and the law had failed. Na Musa na sheria zote zilikuwa zimeshindwa. This is him. Huyu ndiye yeye, Hear ye him. msikieni tu yeye. He was praised. Yeye pale aliadhimishwa kuwa mwana. So you see, that was the beginning. Hapo sasa ilikuwa ni mwanzo. So when Jacob got the birthright, Wakati Yakobo alipokea haki ya kuzaliwa kwanza, even when he led his uncle's na praise, hata akatoroka akaenda kwa mjomba he wake, actually felt so good. alisikia sasa mambo yote iko sawa. It's like overthrowing the government. Ni kama hali ya kupindua serikali. Huh? Even like winning an election. Hata kama kushinda katika uchaguzi, People are very happy. watu wanafurahia na kushangilia. I don't know when you saw when Uhuru, he won the election. Sijui kama unakumbuka wakati rais alishinda uchaguzi. Do you remember how people were happy? Unakumbuka jinsi watu walifurahia na kutokea nje? Actually, I was shocked why people were happy like that. Mimi hata nilishtuka, kwa nini watu wanashangilia hivi? You should not never be happy like that. Haustahili kushangilia zaidi kiwango You hicho. don't have to be very happy. Haustahili kuwa na furaha zaidi I kupindukia. think you can be happy, but not very happy. Nafikiri unastahili kuwa na furaha, lakini sio furaha ya kupindukia. Why are you very happy? Kwa nini unafurahia zaidi hivyo? I think we should be very, very happy when we are raptured. Amen. Nafikiri tunastahili kushangilia zaidi wakati Very happy tunanyakuliwa. because after this, nothing else. Sababu unajua baada ya kunyakuliwa hakuna kingine. So I found people with a loaf of bread. Nikaona watu wametokeza na mikate. This time, not half a bread. Wanasema sasa sio nusu mkate. So they were very happy. Basi walikuwa na furaha They zaidi. were even rolling on the road. Walikuwa wakizingirika barabarani. In fact, I found the president telling them, Nilisikia hata rais mwenyewe akiwaambia, you should not be happy like that. wacheni kufurahia hivyo. You should be more than it. Mnastahili kuwa na kiwango. Actually, he said you should celebrate more than it. Alisema mnastahili mshangilie kwa kiwango. And I've always felt that you should not be very happy. Na nimekuwa nikihisi kwamba haustahili kufurahia kupindukia. In Kikuyu culture, Katika I don't know whether those people who know that. sijui kama katika tabia za Wakikuyu, A child is not supposed to be very happy. mtoto anastahili kufurahia zaidi, Yeah? Should be more than it. anastahili kufurahia kiwango fulani. Just more than it. Kiwango tu fulani. Because they believe a no man can follow.
sababu huwa wanaamini kwamba mkasa ama mkosi fulani unaweza kutokea being very happy. wakati amefurahia zaidi kabisa. So don't settle. Basi usitulie tu pale, Don't just settle. usitosheke, Because it's not yet. sababu mambo bado, It's not yet. Things mambo are not bado, yet. mambo hayajafika mwisho. So Jacob was really settled. The prophet is the underlying message here is that Jacob got very settled. Ujumbe hapa na kile nabii anakazia zaidi hapa ni kwamba Yakobo alisikia ametosheka. And you know, when he went to his uncle's place, Na ujue wakati alitorokea kwa mjomba wake, he continued to prosper. aliendelea kule kubarikiwa zaidi. Although his uncle also was a bit, zigzag. Ingawaje pia kule mjomba wake alikuwa pia wa vichorochoro. When he wanted to get the wife, he was also deceived a bit. Wakati alitaka kumwoa mke wake pia akadanganywa. Remember, he worked for 14 years. Alifanya kazi miaka 14. The first one, he was given the wrong one. Miaka 7 ya kwanza akapewa yule asiyempenda. He said, I didn't want this one. Akasema huyu sio mpenzi wangu. So what do you want? Unataka nini basi? I want the one you gave. We agreed. Mimi nataka huyu ambaye tulikubaliana. Then work for another 7 years. Akaambiwa rudi tena nifanyie kazi miaka ingine 7. We got both of them. Na sasa akawapokea wote wawili. And he actually prospered. Na akawa mtu wa kubarikiwa zaidi. And remember, he continued with deceit. Na ujue bado katika ule baraka zake ilikuwa ya In his udanganyifu. uncle's home, Pale nyumbani kwa mjomba wake. he was told, those with the stripes, Wale waliokuwa na madoadoa. those that are born with the stripes are yours. Wale kondoo waliozaliwa na madoadoa hao ni wako. But remember, he was the one looking after the goats and the sheep and all that. Lakini ukumbuke yeye ndiye alikuwa akilisha hawa mbuzi na kondoo. But because he was a deceiver, Na ujue tangu mwanzo sababu alikuwa mdanganyifu. he knew how to play some things when the sheep is delivering. Alikuwa anajua jinsi ambavyo ya kufanya ujanja fulani. So his share became more. Because they would come up the way they had agreed. Zizi za kondoo wake walitoka wakiwa wengi kama vile walivyokubaliana. So the uncle was wondering. Mjomba wake akawa akishangaa. He thought they would be there. Akafikiria watu watakuwa wachache So zaidi. he'll just be having a few of them. Atakuwa anapata wadogo zaidi. But he got more. Lakini upande wa Yakobo akaongezeka zaidi. Till his uncle was not Mpaka there. mjomba wake hakufurahia. But question. Akawa na maswali mengi. Again they had agreed. Lakini hata hivyo alikuwa shakubaliana. So he had a lot. Basi akawa amepata mali chungu He zima. had the children, he had the sheep, he was a great man. Alikuwa tajiri kabisa. But still remember, it was not yet. Lakini ukumbuke mambo yalikuwa bado. Maybe we can go to the next one. We could read 84. Now Jacob knew that his life was close at the end. Yakobo alijua kwamba maisha yake sasa yamekaribia mwisho. He had a messenger come told him that his brother with the 400 armed men was coming to meet him. Alisikia ndugu yake ametuma mjumbe, akaja akamwambia ndugu yake ako na jeshi la wanaume 400 wamekuja kumuona. And he was on his road. Na alikuwa katika barabarani akienda. Fear took hold of him. Mara hiyo akashikwa na uoga. He sent a man ahead with ox and cattle Akatuma mtu atangulie akiwa na ng'ombe wengi and sheep to make peace offering with Esau. na pia kondoo wengi sana ndio aweze kufanya amani na Esau. Then after that he started another group with another load of stuff. Na baada ya hiyo akatuma kikundi kingine pia kimebeba mizigo. Then he started another group with another load of stuff. Baadaye kidogo akatuma kikundi kingine na vitu Try to zaidi. meet him first. Akijaribu kwanza wakutane na Esau. To try to turn his wrath. Ndio ajaribu kupunguza ile ghadhabu aliyokuwa nayo. Then he got thinking. Akafikiria na kuwaza. That won't stop him. Hiyo haitamkomesha. Because he's probably richer than I am. Sababu pengine yeye ni tajiri kupindukia kuniliko. He doesn't need it. Hahitaji hata hiyo mali. Then he took his wives and his little children Akachukua wake zake na watoto wadogo. and sent them across. Nao pia akawatuma watangulie. But Esau would see them little children and his wives, Na akafikiria Esau ataona watoto wadogo na wake and zake. surely on his little nieces and nephews, Na hata hao wajomba wake na watoto wake he would not slay them. hata waua. Then he still couldn't do it. Lakini hata hivyo hangefanya hivyo. God knows to get a man. Amen.
Mungu anajua jinsi ambavyo anaweza kumpata mtu. And Jacob crossed the brook. Na Yakobo akavuka kile kisima. There he got down on his knees. Na mara hiyo akapiga magoti. Now you know he had been a little shyster. Unajua yeye alikuwa ni kama mtu muoga hivi kidogo. For that excuse the expression, but a little. He was Jacob means deceiver. Yakobo hapa anamaanisha mdanganyifu. That's what he was. Alikuwa mdanganyifu. But there's something had to happen to him. Lakini kulikuwa kitu kitukie kwake. There is desperation. Kuna hali ya kuhangaika. And there when death reigned before him. Na hapo wakati mauti ilikuwa mbele zake. So you see, Jacob had to go home anyway. Unajua hata hivyo Yakobo ilikuwa lazima arudi kwao. He had to leave his uncle's place. Lazima angetoka kwa mjomba wake. He had to go to his country. Lazima angerudi whether kwake. it was a county or a village or a country, he had to go back. Hata kama ilikuwa ni jimbo, nyumbani ama mahali popote. And by the way, Esau became also prosperous. Na Esau pia alipobaki pia yeye alikuwa tajiri. You see, he also became somebody somehow. Yeye pia alikuwa mtu fulani mashuhuri. He had his wives, he had his cattle, other things. Alikuwa na wake, alikuwa na mali pia chungu nzima. But yet Jacob was to go back to his home. Hata hivyo Yakobo ilibidi arudi kwao nyumbani. So he was thinking, how do I go there? Alikuwa akifikiria nitarudiaje huko? But incidentally his brother was still bitter. Lakini ndugu yake ukumbuke bado alikuwa na hasira chungu nzima. There is something somebody can do to you and you are ever bitter. Kuna kitu ambacho mtu anaweza kufanyia uwe mchungu na yeye kabisa siku zote. Esau was ever bitter. Wakati wote Esau hakuwahi kusahau. And you see he was even sending some messengers to go and find out. Na ukumbuke alikuwa akituma wajumbe waende wakaangalie. Find out how his brothers ought to this. Waangalie jinsi ambavyo mtazamo wa ndugu yake ulivyo. Because actually with the children, the wives, the stock, whatever livestock he had to go back from where he came from. Mali aliyokuwa nayo, watoto na familia, lazima angerudi alikotoka. And yet he had to meet his brother. Na ukumbuke bado alikuwa amemkasirisha ndugu yake, lazima ampate pande. So Esau has been prepared. Unajua Esau alipobaki pale alijitayarisha to meet with him. Ndio akutane na yeye. So we are told he had 400 people. Unaambiwa kwamba alituma jeshi la watu 400. Let him come. Wacha akuje. Not now between the both of them. Na hatutabishana sasa tukiwa wawili na yeye. Esau had gathered 400, this is an army. Unajua hii ni jeshi kubwa, watu 400. 400 people. Watu 400 ni jeshi kubwa zaidi. It's not easy. Sio watu wachache. It's very bad. Hapo ilikuwa ni hatari. You heard there were crashes down here at Deya. Unakumbuka juzi kulikuwa na mapigano hapa Deya between the Masai and the Kikuyu. Katikati ya Masai na Wakikuyu. There has been a surge on the side of Masai to come to these areas. Not even Deya, even Maimahio there and Nyakenywa, they have been coming stealing sheep, stealing cattle and all that. Masai wamekuwa wakivamia Wakikuyu kila wakati kuingia huko kwao na kuiba ng'ombe, mbuzi na vitu kama hivyo. So afraid they have been used to do that. Juzi walikuwa wamezoea pia kufanya hivyo. So at one time, wakati mmoja, because of that tendency, sababu ya hayo mazoea kila wakati, Kikuyus from Deya went down. Wakikuyu wa pale Deya wakavuka huko chini and took about 20 sheep. Wakaiba kama mbuzi 20. Went with them. Sa Masai wakakuja nazo kwao. So now the Masai said, Masai sasa wakasema hivi. Maybe I can give an opener on this one. Pengine hebu nifafanue vizuri kujua hili jambo. That the goats that were stolen, mbuzi ambao waliibwa, were from the Masais where we actually are, Udheri. Walikuwa wa Masai mahali ambapo sisi tuko katika ule Udheri wa Lari. So we could even specify and tell you it is from this boy. Tungesema vizuri kwamba huyu ni kutoka kwa huyu kijana na huyu. So they are not the ones who steal from Deya. Na sio hao walienda kuiba Deya. Those who steal come from very far. Wale walioiba wanatoka mbali zaidi. From Kajiado. Huko Masaini Kajiado ndani. Very far. Mbali kabisa. The only thing they don't do, jambo ambalo huwa wafanyi, they don't steal from the Masais near. Hawaibi Masai wale walio hapo karibu. But when they steal from Deya, lakini wanapoiba hapa Deya, they go bribing the Masais they meet.
Wakikutana na Masai wanawahonga. You know, we stole this from the Kikuyus. Unajua hii tuliiba kwa Kikuyu. You can have this goat. Wewe chukua hao mbuzi 5 muendelee na wao. Don't talk to me, eh? Na usiwaniseme. Any questioning they give out. Chochote ambacho wanaulizwa They wanapeana. actually go very far. Wanaenda mbali kabisa. So when the Kikuyus went to steal these goats, Wakati wa Kikuyu sasa walienda kuiba hizi. it's not the real victims. Sio wale wezi halisi. So they went with them. Walienda nazo. You know what they did? Eh? Unajua walifanya nini? Down there, Pale chini they gathered walikusanyika more than 500 zaidi ya vijana 500 one night, usiku mmoja tu, and they came up. na wakatoka. That's actually when 2 boys were killed, Hiyo ndio siku vijana 2 waliuliwa, and they took some 60 cows. na wakaiba ng'ombe 60. See, nobody could be standing there. You have 500 people. Na ujue ukiwa na watu 500 walio na silaha, So those ones thought that they are the ordinary thieves. walifikiria hao ni wezi wa kawaida. So this was not ordinary. Hawa hawakuwa wezi wa So kawaida, these people are so many. ni watu wengi zaidi. Even if you are 50 Hata kama mko 50 and you are confronted by 500 people, na mnakutana na watu 500 ambao mnapigana nao, there's very little you can do. hamwawezi You know, vitani. these are unfortunate events. Haya ni mambo ambayo hatungetaka yatukie. So Esau was coming with 400 men. Esau alikuwa anakuja na watu So 400. it's kind of a country fighting with another one. Ni kama nchi ikipigana na nchi nyingine. And Jacob knew. Na Yakobo akajua. Now, for him, he didn't really want to fight. Yeye hakika hakutaka vita. And remember, he had the birthright. Na ukumbuke haki ya mzaliwa kwanza ndiye alikuwa nayo. Already the birthright was his. Haki ya mzaliwa kwanza tayari ni It yake. could not be changed. Haigebadilishwa. The father was dead, long gone. Babake alikuwa shambariki na Things amekufa. now are settled. Mambo yote sasa yametulia. He has the birthright, Haki ya mzaliwa kwanza ni yake. but he had to go home. Lakini lazima angerudi kwao nyumbani. You can see the desperation. Unaona hali ya kuhangaika He pale? is not at home. Yeye kwa mjomba wake sio He nyumbani. is rich. Yeye ni tajiri, He has 2 wives. ako na watu He 2, has children. ako na watoto, He has cattle. ako na ng'ombe, He has sheep. ako na mbuzi na kondoo. So he had all that. Alikuwa na mali yote, But you see, it's not yet. lakini uone bado mambo. So he had sent a messenger Akatuma ujumbe to find out the attitude of his brother. waone jinsi ambavyo nia ya ndugu yake He was ilivyo. told that man is very bitter. Akaambiwa huyo jamaa hajawahi kupunguza hasira, And if you go there, na ukijaribu kwenda huko you are going to die. hakika utauawa. You've ever had somebody being warned? Ushawahi sikia mtu akitahadharishwa? Don't try to go there. Anaambiwa usijaribu kanyaga If pale. you try to do that, Ukifika tu hapo, you are going to die. wewe utakuwa mtu aliye maiti. But yet, Lakini hata there hivyo, was pressure to go back home. kulikuwa msukumo hatari zaidi wake arudi nyumbani. And actually, it's kind of, Jacob was almost, again, to write a will now. Ni kama sasa angetaka kuandika usia wake, Because the battle is too hard. sababu hizi vita jinsi vilivyo ni kali zaidi. So the prophet is telling us that he was actually desperate. Nabii anatuambia alikuwa hali ya kuhangaika And things were very bad. na mambo yalikuwa yamemharibikia. So go to Psalm 85. There may be men and women sitting here tonight. Unaweza kuwa wanaume wanawake wameketi hapo usiku wa leo That death lays right before you. ambao kifo kimewakondolea macho, And the only way that you will ever be able to achieve the thing that you are wanting is to desperately come. njia ambayo utapokea tu vitu ambavyo unahitaji ni kuja katika hali ya kuhangaika. I must have it tonight. Lazima niipokee usiku wa leo, I get it now, all I'm finished. na kama sipati sasa, mimi nimekwisha. Tomorrow it is too late. Kesho siwezi ngojea, I must have it. lazima niipokee saa hii. When you pray for the baptism of the Holy Spirit, Unapoomba sababu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, the token, don't say, ile ishara usiseme, well, now I go up and try, Lord. sasa Bwana, wacha nije tu nijaribu, I'm a little tired. nasikia nimechoka kidogo. Oh, mercy, stay in your seat.
Nirehemu Bwana, wewe keti mahali pale. The prophet saying, if you talk like that, Na pia anasema kama utaongea hivyo, don't even get up from your seat. hata usiinuke kutoka kwa kiti chako ukuje. Don't even make an attempt. Usijaribu hata kidogo. If you come and say, Ukija useme, I'll pass through the prayer line, nitapitia tu mstari wa maombi, put the oil on my head, niweke haya mafuta kichwani, I'll see if it does me any good. nitaona kama itanisaidia. Might as well sit where you are at. Kama ukakuja hivyo afadhali hata usikuje. Until you get to that place, Lazima ufikie mahali, until the whole church gets to a place kanisa lote mpaka wafike mahali that's between death and life. iko katikati ya mauti na uhai. Go to have it now or perish. Utampokea saa hizi ama uangamie. Then God will move on the scene. Basi wakati huo Mungu atatokea. It takes desperation to bring God on the scene. Amen. Inagharimu kuhangaika ndio Mungu aweze kutokea. That's why I always tell you, Ndio wakati wote mimi huambia, when you go to God, wakati unamwendea you Mungu, must be desperate. lazima uende na hali ya kuhangaika. Don't go there as if you are trying, Usiende kana kwamba ni kubahatisha, or it's a story you have heard. ama ni hadithi ulisikia na mtu fulani. It must be something you need desperately. Lazima ikuwe ni kitu ambacho unaenda kumwomba Mungu na hali ya kuhangaika. So you don't give God options. Na haupatii Mungu mambo ya kuchagua. If I get it, Kama nitaipata, it's okay. itakuwa I sawa. don't, Kama sitapata, maybe it's your will. pengine hayo Mungu ni mapenzi yako. You know, we read where do we read? Luke, Tulisoma katika Luka that you must press. kwamba lazima ujisukumie ndani In this kingdom, you katika must ufalme. press. Lazima ujisukumie kuingia. You don't just get settled. Haukai tu na kutulia. When you are praying, Wakati unapoomba, don't make it a routine. usifanye tu kama jambo la kawaida. Prayer should not be a routine. Maombi haistahili kuwa mtindo tu fulani. It's a matter of, bring God to attention. Ni hali ya kumfanya Mungu au msikivu juu ya kile unamwambia. You are desperate. Lazima umeingia hali ya kuhangaika. You want to see him. Unataka umuone. If you don't, Na kama hautamuona, it is too late tomorrow. utaona umechelewa sana, ungojee mpaka kesho. I don't know whether you have ever wanted to see somebody senior. Sijui kama ushawahi kuwa na tamaa zaidi kuona mtu. This is our country, Sema kama hapa nchini kwetu. So I don't know what was that. Set on Monday, Sijui kama ilikuwa siku ya Jumatatu on Wednesday. na tumaini Jumatano. I wanted to see the cover. Nilikuwa na haja sana kumuona gavana wetu. And it's not easy, my friends. Na hebu niwaambie sio rahisi. You say, now I want to see this governor. Unapanga mipango yote There's umuone. something I want to tell him. Kuna jambo unataka If I kumwambia. don't tell him today, Na kama sitapata nafasi leo, tomorrow it will be late. kesho itakuwa imechelewa kabisa. And to see him. Na kumuona, Maybe the first one I knew him very well. yule aliyetangulia nilimjua I vizuri, didn't know this one. lakini huyu aliye sasa simjui I vizuri. wanted to see him. Nilitaka kumjua. So somebody somewhere would have to connect that. Lazima mtu fulani angekutengenezea njia ndio uweze kumuona. And we were two of us. Tulikuwa wawili ambao tutataka kumuona. We went there, we were told at exactly 12, Tukaambiwa ikifika tu saa 6 must be there. lazima mkuwe pale. We were there at 12. Hakika tukafika hiyo masaa. Go to the reception and say, I have an appointment. Tukafika pale kwa ofisi na tukasema tuko na makubaliano ya And by the kuonana. way, it's not that they are bad people, they are very good. Na si ati wachukua ati watu wabaya, hapana. Whereas these people are very good. Hawa ni watu walio wazuri kabisa kupokea The wageni. surrounding circumstances Lakini mazingira ambayo inawazunguka, are too difficult. hiyo ndio mbaya And zaidi. even the work is so hard. Na kazi imefika ngumu kabisa. So when we went there, Ulipoenda, people from Githurai, the hawkers who are, their vibanda were crashed and all that. wale wauzaji wa rejareja ambao vibanda zao zilikuwa zimebomolewa kule Githurai, Were coming there. walikuwa pia nao wanakuja So they kuona. had a meeting with the governor. Walikuwa wakuwe na mkutano na More gavana. than 1,000 people. Watu zaidi ya 1,000. Same day. Siku hiyo hiyo. Now I wondered, how do I see this man? Nikashangaa sasa huyu mtu tutamuona So aje? he had to go for that meeting first. Lazima kwanza aende ahudhurie huo mkutano wa hao, And
then come back. alafu arudi kwa ofisi. So when he came back, Aliporudi, again a crowd of people is following him. kikundi cha watu wengi sana And kinamwandama, maybe these are people he knows. na pengine wale watu And wanaojua, actually they enter with those people now. na waliingia pamoja na wale. So you are not known. Wewe But- hata But utambuliwi, I want to see him. lakini niko na haja zaidi ya So what kumwona. do? You go and stand on the door. Basi utafanya Ndio. nini? Unasimama kwa mlango, Yeah. hapo mlangoni You are kwake. asked, how do you stand here now? Unaulizwa, kwa nini unasimama kwa mlango? Say, no, I want to see him. Nasema lazima nimuone And I gavana, have to see him. na ni lazima nimuone leo. So finally we were called. Mwishowe tukaitwa, They called us in the office. akatuita, tukaingia kwa ofisi. I know you are here Akasema najua mko hapa because I have an appointment. sababu He gave tumekubaliana. me another 30 minutes, Akanipea dakika 30, maybe 1 hour. pengine kama ni saa moja, Finally we talked. lakini baadaye kabisa tuliongea zaidi. I told him all what I wanted. Nikamwambia yale yote So nilitaka what kumwona. I'm trying to say, Ninachojaribu kusema ni kwamba you don't say you want to see him hausemi tu unataka kumwona, because it's not possible to see him. sababu sio rahisi kumwona tu But hivi hivi. if you go there and say, these things are not possible, Ukienda useme haya mambo vile naona iwezekani, it's not easy. sio rahisi, But you have to. lakini hapa inakubidi lazima umwone. So today I believe I can see the president. Leo naamini leo naweza kumwona I rais. really wanted to see him. Kama nikiamua kabisa nataka I kumwona, will see him. hakika najua nitamuona, Because you are desperate. sababu umeingia hali ya kuhangaika. It is now or never. Nimuone saa hii ama sio hivyo If ikae. you really want to, Kama hakika lazima unataka. and we take God for granted. Na mara mingi huwa tunamchukulia Mungu tu kwa njia ya And urahisi. actually that's what the prophet is telling us. Na hivyo ndivyo nabii anatuambia. You should not take him for granted. Haustahili kuchukua Mungu tu hivi hivi. You know, and he knows. Na Mungu mwenyewe anajua. This one is taking me for granted. Huyu ni kunichezea tu ananichezea. You are just praying there. Wewe unaomba tu hivi hivi. God, you know, you have given me this food. Wewe Mungu najua umenipea hiki chakula. I thank you. Nakushukuru. Bless it Wewe kibariki. as I take it. Ninapokila. Like that. It's Na a hivyo routine. hivyo unaenda That kukula. one is a routine. Huo ni mtindo watu wamezoea. Maybe it's not in your heart to thank him. Pengine hata iko ndani ya moyo wako mshukuru. You see? It's Naona. like you give somebody something like that. Sema pengine nikupea mtu kitu hivi. You just take it for granted. Na anachukua tu kiurahisi. Give him and say, okay, thank you. Sawa, asanti, Thank you. naenda. Then you go. Alafu unaondoka. It's not coming from your heart. Haijatoka kivindi cha moyo wako. Must come deep from your heart. Lazima itoke kivindi ndani ya moyo The wako. prophet is telling Nabii us. anatuambia, Do you know this why we have the message? na unajua ndio sababu This is tumeletewa why we ujumbe. have the message of restoration. Ndio sababu tumeuita ujumbe wa To kurejeshwa. be restored, Kurejeshwa. to communion with God. Ni kurejeshwa katika ule ushirika wako na When you Mungu. are communing with God, Wakati tunashiriki na Mungu, is more than a governor. ni zaidi kabisa kuliko gavana. God is more than a president. Mungu ni rais, ni mkuu kuliko rais. So if you are approaching him, Na kama unamwendea, let's approach him more than we can approach a governor. lazima tumwendee na heshima kuliko vile ambavyo tunaweza enda kwa More gavana. than we can approach the president. Zaidi kabisa kuliko vile tunaweza enda kwa He rais. is far much greater. Yeye ni mkuu zaidi kabisa. And if you can really talk to somebody like that, Na kama tunaweza ongea mtu na heshima hivyo, and God is above all, na Mungu ni mkuu kuliko hao watu wote, is above all, yeye ni mkuu zaidi, and he can give us na anaweza tupatia tuhitaji if we hizo are desperate. kama tuko hali ya kuhangaika. Prophet is saying, you tell him, if you give me tomorrow, Nabii anasema kama utamwambia ukinipatia kesho, it is too late. kesho itakuwa I imechelewa. want this thing now. Nataka hili jambo lifanyike saa hii, Now and not tomorrow. lifanyike sasa na sio kesho. So Jacob knew Yakobo akajua that if I don't now look, let's read 86. Jacob cried like never before. Yakobo alilia jinsi ambavyo hajawahi kulia. Desperately he called until he got a hold of God. Aliitana katika hali ya kuhangaika mpaka akashika Mungu, And when he did, na wakati alimshika, he wrestled not for 15 minutes. walipigana miereka, sio dakika 15. He wrestled to keep him Walimpigana miereka, akamshikilia in his soul ndani ya nafsi yake all night long. usiku wote. And still he knew he didn't have the blessing. Hata hivyo alikuwa anajua bado baraka hazijakuja.
And he was able to hold on until the blessing came. Amen. Alishikilia mpaka baraka zikakuja. He wrestled desperately until the blessing came. Alipigana miereka katika hali ya kuhangaika mpaka baraka zikashuka. And when he sinned, na wakati aliona, until God came on the scene, mpaka alipona Mungu ameshuka. and then in despair, na katika hali ya kuhangaika, I will not let you go. wewe sasa sikuachi. When he began to feel the blessing coming down, wakati alianza kusikia baraka zinamjia, a lot of people say, glory to God, I got it now. watu wengine wakisikia wanasema utukufu kwa Mungu nimepata. Where you are deceived. Hapo umedanganyika. Somebody say, oh, I just feel so good. Fulani anasema nimesikia tu vizuri. I went down there and prayed. Nilienda pale chini nikaomba. Oh, shivers ran over me. Msisimuko ukapitia ndani yangu. That might have been God. Anaweza kuwa alikuwa ni Mungu. I saw a great light before me. Niliona nuru kuu sana mbele zangu. That still might have been God. Ndio bado anaweza kuwa alikuwa Mungu. That ain't what I am talking about. Lakini hayo sio yale ninayosema. So you see, the Bible said in Hebrews the 6th chapter, Biblia inasema katika kitabu cha Ibrania mlango wa the 6, rain falleth on the just and the unjust. mvua huangukia wenye haki na wasio haki. That's the same. Wote pamoja. Now you take wheat and take weeds and put them in the field. Sasa chukua ngano na magugu yaweke pamoja The shambani. rain is actually sent for the wheat. Na mvua imeshuka sababu ya ngano. But the rain falls on the wheat the same as it does on the wheat. Lakini hata hivyo mvua inaangukia ngano na pia magugu. And the wheat is just as happy about the rain as the wheat. Na magugu yanafurahia mvua kama vile ngano inafanya. Very same rain. Hiyo mvua. The very Holy Ghost can fall upon an unbeliever. Huyo Roho Mtakatifu anaweza kushuka kwa mwaminio. And make him act just exactly the same way a believer acts. Amen. Na mfanye afanye tu kama vile mwaminio anaweza fanya. But by their fruits they are known. Lakini kwa matunda yao utawajua. That's what I'm speaking. That's the token. Hiyo ndio ninayosema, ile ishara. Okay, 8. And Jacob, rather in desperation, he said, Na Yakobo katika hali ya mahangaiko akasema, I know I failed you. najua nimekuhisi You are here with me. na kuhisi sasa uko hapa nami, But I'm not going to let you go. lakini sitakuacha. Somebody sees it fine. Mtu anaiona hivi, Fast retro sensation. msisimko kidogo, They get up and jump and down, up and down. wanaruka na kuteremka juu And chini, learn up there to say, I got it. wanateremka wakisema nimepata. No. La. Jacob stayed there until something happened Yakobo alibakia pale mpaka jambo fulani likatukia, that made him walk different. ambayo ilimfanya atoke pale akitembea Made tofauti, him a different person because he stayed until that happened. ikamfanya mtu tofauti kidogo, sababu alikojea mpaka jambo And the likafanyika. Bible said he held until he prevailed. Amen. Biblia inasema alishikilia mpaka akashinda. How can a man prevail over God? Je, mtu anawezaje kumshinda Mungu? But you can do it. Unaweza fanya hivyo. You can do it. Hakika unaweza fanya hivyo. A man can prevail over God. Mtu anaweza shindana na Mungu na amshinde. You can prevail. Unaweza kumshinda. Jacob was desperate. Yakobo alikuwa hali ya kuhangaika. An army is coming. Jeshi ndio hiyo imetumwa inakuja. So remember all the things he did. Kumbuka mambo yote ambayo alifanya. He sent some ox. Akatuma ng'ombe fulani. See, he sent some gifts. Akatuma karama na vipawa Maybe he tofauti. sent some money Alafu baadaye akatuma na pesa to his brother ziende ndugu yake, so that he could be calm. ndio aweze kutulia. But deep inside, Lakini ndani yake he could feel it's not yet. alikuwa anajua kwamba mambo bado, This guy is not yet settled. huyu jamaa bado hajatulia, And he continued na akaendelea tu na mambo with yake, things as usual. akaendelea kufanya mambo kawaida. He sent the children. Akatuma mpaka He watoto, sent the wives. akatuma wake zake. Maybe he could just see these are my brother's children. Pengine angeona hawa ni watoto wa ndugu yangu, These are girls. These hawa are ni boys. wasichana, Maybe he could sympathize. hawa ni vijana, pengine angewahurumia. And it's a real situation. Na ujue hii ni hali This is halisi, not a story. sio hadithi. He had to meet his brother, Lazima angekutana na ndugu yake, harmonize with him, waweze kupatana, so that they could live in harmony. ndio waishi katika hali ya kuiana. But Esau was not ready Lakini Esau hakuwa tayari to live with a man that deceived him. akiishi na mtu aliyemdanganya. And do you know what he took from him? Na unajua kile alichochukua kutoka kwake. By the way, why do we work? Hata hivyo, kwa nini si ufanya Why do kazi? you go struggling? Kwa nini unaenda uking'ang'ana Why do kufanya you work kazi? so hard? Kwa nini unatia bidii kazini? You are looking for a legacy.
Tafuta jambo ambalo utaachilia la kufuatiliwa, So you live through your generation. ambalo utaachia vizazi vyako. Actually, that's what you do. You want your children to be educated. Unataka watoto wako wasome vizuri, You want them to have something. wakuwe na jambo nzuri maishani, Okay, even though we look for food and all that, but ingawaje chakula na mavazi ni you are looking kawaida, for a legacy. lakini unajaribu kitu ambacho utawaachia. This is the legacy that was actually taken from Esau. Huu ndio urithi ambao Esau angewachiwa, ulichaguliwa I hope you kwake. understand this. Natumai unaelewa. Because the blessings were gone. Baraka zote zilikuwa zimeenda. Actually, I would like to empathize with Esau because Nataka kumhurumia Esau zaidi. he knew, although he had a lot of cattle and all that, Ingawaje alikuwa na ng'ombe and wengi the na mali, riches used to look at like that. utajiri wote ambao alikuwa At the anaangalia, back of his mind, lakini nyuma ya nia he zake knew he was not blessed. alijua hana baraka yoyote. His generations were not blessed. Vizazi vyake vyote vikifuata There was asiyebarikiwa. something, there is something that he knew also. Kuna kitu anajua kilipotea, But God allowed Jacob to take up the birthright. lakini Mungu ndiye aliyeruhusu Yakobo achukue ule urithi wa kwanza, And he was really deceived. na akawa amedanganyika kweli So he kweli. knew now things are not good. Basi akajua mambo si mazuri, And that he's not a blessed person. na anajua yeye siye mtu aliyebarikiwa. Just imagine if you knew you are not blessed. Wewe fikiria tu leo ujue hauna baraka, You are not blessed. hauna baraka. And that was the actual situation on the ground. Na hivyo ndivyo hali ilivyokuwa. Though he had children, Ingawaje alikuwa na watoto doing very fine. akifanya vizuri na He had kuendelea, cattle. alikuwa na He ng'ombe, was a man of influence. alikuwa mtu aliyekuwa na ushawishi wa hali ya juu, Because if he could gather 400 people, sababu kama angeita watu 400 you wakusanyike, know these people are paid. unajua watu ni watu wa They kulipwa, are fed. wanalishwa, But they were ready to meet with Jacob. na walikuwa tayari waende wakutane na Yakobo, And Jacob knew. na Yakobo akajua hiyo. So he knew it is battle. Alijua tayari anaenda And vitani, actually he could die. na vitani pale angekufa. That is why actually Jacob was desperately. Amen. Hiyo ndio ilifanya Yakobo aingie hali ya kuhangaika. And that is why he now cried like a child. Na ndio sababu tunaambiwa alilia kama mtoto mchanga, Because he had now nothing left. sababu sasa hakuwa na kitu cha kushikilia. Money was not working. Pesa haikumsaidia, The property he had was not working. mali aliyokuwa nayo haikumsaidia, Sympathy was not working. huruma haikumsaidia, Nothing. hakuna msaada All the wowote. messengers he sent to his brother, they are not working. Wajumbe wote aliyotuma wote hakuna aliyesaidia. You see? Naona Only God. amen. Msaada pekee sasa ungetoka kwa Now Mungu. what do I do? Sasa nitafanya nini? Now you know God. Wewe wajua Mungu, And see how he was praying. Eh? unaona, unatafikiria vile alivyoomba. Actually, I did not do the right thing. Wewe Mungu unajua si kufanya lile ipasavyo, But he also said lakini hata hivyo ulisema that I was blessed. mimi nilibarikiwa. It is my father who blessed me. Ni baba yangu aliyenibariki. I took the birthright, Nilichukua haki ya mzaliwa wa kwanza, but in not the right way. lakini sikufuata utaratibu ambao unafaa. But God, you see, Lakini Mungu ajua, you accepted this. wewe ulikubali hayo. Now I need your help. Sasa nahitaji msaada utokao kwako. I've done all what is possible. Nimejaribu yote niwezayo. This man is not changing. Huyu jamaa habadiliki hata kidogo. Luckily enough, Kwa bahati nzuri kwake, God would communicate. Mungu angewasiliana na yeye. Esau knew I'm not yet blessed. Esau alijua mimi sina baraka yoyote. We are not yet communicating with God. Bado hatuwasiliani na Mungu. Things are not good. Mambo sio mazuri ipasavyo. Remember where he was laying on a rock. Eh? Kumbuka mahali alikuwa amelala juu ya He was jiwe. not even comfortable. Yeye hakuwa amefurahia mahali amelala. So he had to play. Lazima angeomba na kuomba. But it's not just praying. Na sio maombi tu. Bible says he cried. Biblia inasema alilia kama So mtoto. he was shedding tears. Alikuwa akidondokwa na And machozi. he was praying. Na alikuwa akiomba. And he prayed. Na akaomba kweli. And he prayed. Na akaomba zaidi. And because God had actually allowed him to have the birthright, Na sababu Mungu ndiye aliyeruhusu apokee ile haki ya mzaliwa wa he kwanza. appeared on the site. Amen. Akatokea pale mara hiyo. Came on the scene. Akaonekana pale. After now calling through desperation. Baada ya Yakobo kulia katika njia ya kuhangaika. And they now talked. Na sasa wakanena na Mungu. Told him I have a problem. Akamwambia shida iko hapa. And although even when he came,
Na ingawaje alipokuja, he did not say, here is God. hakusema nimetosheka, Mungu amekuja. God can go. I have seen him. Sasa nimekuona Mungu hata No. The whole night. usiku wote kucha. He knew you have not yet actually uttered what I want. Alikuwa anajua Mungu haujatamka kile mimi nataka. My need is not yet fulfilled. Hitaji yangu moyoni bado hajatimia. What I didn't need has not come. Ninachohitaji bado I have sijapata. a problem. Niko na shida. My brother is is looking for me. Ndugu yangu ananingojea aniue. I need peace. Nahitaji amani ya kutosha. All night. Usiku wote. So we are told this was done in his soul. Tunaambiwa kwamba haya yote yalifanyika ndani ya nafsi yake. He could feel. Angehisi ndani ya nafsi. Could discern. Angepambanua ndani yake. Talking with God. Akiongea na Mungu. He prayed. Akaomba. Until he prevailed. Mpaka kabisa akaweza kupenya na kushinda. You see, God blessed him. Na unaona Mungu alimbariki. God gave him his wish. Mungu alimjalia mapenzi yake. So you can see now the handles that Jacob had. Unaona sasa yale vikwazo ambazo Yakobo alipitia. You can see these handles. Unaona zile vizingiti ambazo alipitia. You have the birthright. Uko na haki ya mzaliwa kwanza, ni sawa. But that is the beginning. Lakini hiyo ilikuwa tu ni mwanzo. You are not yet. Bado haujafika. You have to communicate with God. Lazima uwasiliane na Mungu kabisa. You have to be in touch with God. Lazima uwe umekubaliana na yeye kabisa. You see? When you are a believer, you must communicate with God. Wakati wewe ni mwaminio, lazima uwasiliane na Mungu. And you know we have many challenges. Na unajua tuko na changamoto nyingi zaidi. The challenges are so many. Changamoto ni nyingi sana kwetu. And especially when you are a believer. Sana sana wewe ukiwa You mwaminio. want something. Unahitaji kitu. And sometimes God folds his hand. You know the prophet says God can fold his hands like Na saa ingine nabii kama vile asemavyo, Mungu anaweza kuja tu mikono yake na tazame. and there is nothing you can do to him. Na hakuna kitu ambacho unaweza kufanyia. And he is not wrong. Na hajakosea kwa kufanya It's hivyo. very right. Yeye ako sawa. You can pray and he will not bother. Unaweza omba ulie na ufanye chochote na yeye ajali. But the prophet is telling us, Lakini nabii anakuambia, pray until you prevail over him. uombe lazima mpaka ufike mahali umshinde. Because you can prevail. Unaweza shinda hadi ya Mungu aliyo nayo. Yeah. I think the message is so good. Ndio ujumbe ni mzuri zaidi. It's so good because we are really taught how to live with God. Ni mzuri kabisa sababu tunaelezwa jinsi ambavyo tunaweza kuwasiliana na Mungu. There is a way we can really talk to God. Kuna njia mzuri kabisa ya kunena na Mungu. We go to 8 and 9, para 8 and 9. One time there was a man named Hezekiah. Siku moja kukawa na mtu aliyeitwa Hezekia. Had been told by the prophet. Alikuwa ameambiwa na nabii. Thus says the Lord. Hivi asema Bwana. You know when we know that. Si tunajua hayo. When he says thus says the Lord. Anapotamka tu kwamba hivi asema Bwana. I believe this was, is it Isaiah? Haya alikuwa Isaia. Great prophet. Nabii ambaye ni mkuu zaidi. Went to Hezekiah. Akaenda kwa Hezekia. Told him, akamwambia, thus says the Lord. Hivi asema You Bwana. can't change that. Hiyo hauwezi badilisha. How do you change that? Utaibadilishaje? You are going to die. Hakika utakufa. Hezekiah turned his face to the wall. Hezekia akageukia ukutani. And in desperation he wept out. Na katika hali ya mahangaiko akalia zaidi. Lord, consider me. Bwana, hebu niangalie. I have walked before you with a perfect heart. Nimetembea mbele zako na moyo mnyofu. And I need 15 more years. Na nahitaji nyongeza ya miaka 15. After God had told him that something was going to happen. Baada ya Mungu kumwambia kuna kitu kitafanyika. He was going to die. Hakika atakufa. And in desperation, Na katika hali ya mahangaiko, he changed the program of God. Amen. Alibadilisha mpangilio wa Mungu. Desperation. Hali ya mahangaiko. So he wept bitterly in desperation. Ingawaje aliomboleza na kulia zaidi katika hali ya mahangaiko. You know the kind of God we are dealing with? Unaona Mungu ambaye tunashughulika na yeye? The kind of God we have? Mungu ambaye tuko na yeye? Isaiah, a prophet. Isaia ambaye ni nabii.
Thus says the Lord. akiwa na hivi asema Bwana. This is a message. Unaona, huo ni ujumbe kutoka kwa You Mungu. are surely going to die. Hakika wewe unaenda kufa. And when the prophet says that, Nabii anaposema he hivyo, leaves. yeye He anaondoka. goes his business. Yeye amemaliza shughuli na wewe. And you are going to die. Wewe ujue unakufa. There's no way you survive. Hakuna vile ambavyo utakosa kufa. But in desperation, Lakini katika hali ya mahangaiko, Hezekiah said, I will approach him. Hezekia akasema nitamwendea Bwana. You know, he never went to Isaiah Unajua hakukibizana na Isaia muulize to be prayed. ama muombe. You know, many people will do that. Unajua watu wengi wangefanya hivyo. You know, you are the one who talk to God. Eh? Unajua wewe ndio unaongeanga na Mungu. Why don't you tell him to add me? Si wewe ndio mwambie tu Please pray for me. angalau niombe tu kidogo anisikie. Hezekiah confronted God. Isaia alisema yeye atakumbana na Mungu mwenyewe. God, Mungu yeye. I am in the wrong. Sasa Mungu niko katika hali makosa. I did something was not happening. You are Nilifanya not. jambo ambalo halikufurahisha. However, Hata hivyo, I have always walked perfectly before you. wakati wote nimetembea katika njia ya unyofu mbele zako. You really love God the way He does things. Eh? Amen. Lazima upende Mungu kwa jinsi anafanya mambo yake. You know, you find men convincing Him. Eh? Unakutana na watu ambao wanamshawishi ya kutosha. You know, God also has a kitchen cabinet. Mungu pia kuna watu ambao wanamzunguka. There are people who tell God, don't do it. Kuna watu ambao wanamwambia Mungu, hapa angalia usifanye Don't do hivi. things this way. Mambo hapa siende hivyo. This is wrong. Hapo itakuwa You makosa. can't imagine certain, you know, when He said, I will die, Alipomwambia you are utakufa. telling Him you should not die. Na unaenda kumwambia Kind utakufa. of, you are wrong to have declared that. Ni kana kwamba ulifanya makosa ulipotangaza mara ya kwanza. So when Moses was told, can I kill these people? All of them. Wakati Musa aliambiwa na Mungu, acha nifagia watu wote wafe. And I will create another group Na nitakuumbia watu wengine wapya who are more obedient. ambao watakuwa watiifu sana katika hii safari. Then Moses told him, Mungu akamwendea, Mungu but akamwambia, God, let's consider this. wewe Mungu, hebu tuangalie hapa. How did we leave Egypt? Kumbuka jinsi ambavyo tulitoka Misri. You remember the miracles you did there? Unakumbuka ile miujiza yote uliyofanya huko? Even people who died in the Red Sea. Hata watu waliokufa katika bahari ya Shamu. And the whole world saw it. Na ulimwengu wote walishuhudia. You brought these people here. Na umewafikisha hapa. You said they are the descendants of Abraham. Na ukasema hawa ndio warithi wa uzao wa You Ibrahimu. brought them in the wilderness. Na umewafikisha nyikani. Don't you think people will say you have been unable? Wewe ufikiria kwamba watu ulimwengu wote wataona wewe uwezi? So how can God consider what people will say? Je, Mungu atajali nini ambacho ulimwengu wote watasema? The people will say, Ati watu watasema, you took people from Egypt, ulitoa watu kule walikuwa but wamezoea when they came Misri. into the Na wilderness, ulipowafikisha you nyikani, are unable to manage them. ulishindwa kuwadhibiti na You kuwalisha. are unable to take them through. Ulishindwa kuwapeleka safari yote. These things they cannot be done like this. Haya mambo sitaki Mungu yafanye hivi. And they accepted. Na kweli Mungu alikubali. Okay, let's go. Akasema sawa, wacha tuendelee na wao. Let's struggle with this group. Wacha tupambane na wao vile So walivyo. you see, you can really prevail over God. Unaweza badilisha njia na mipango ya Mungu. And actually, you are a family. Na kama familia, When you are now a Christian, you are in the family of God. wewe ukiwa Mkristo umeingia katika familia ya Mungu. You can talk to God. Unaweza kuongea na Mungu ana You kwa ana. can tell him this one, Lord, let us not do it. Unaweza mwambia Bwana, tusifanye haya Let us mambo. not do things the way you want. It's not good. That Mungu, hata tusifuate hii njia. Let's change the course. Mungu, badilisha mtindo hapa kidogo. So you are desperate. Katika hali ya You mahangaiko, want to talk to God. nataka kuongea na Mungu. So in desperation, Katika hali ya mahangaiko, Hezekiah changed God's program. Hezekia alibadilisha mpango wa Mungu. Remember, this is thus says the Lord. Na ukumbuke alikuwa ameletewa hivi asema Bwana. But you cannot change it arrogantly. Lakini huwezi ibadilisha na ghadhabu yako na hasira yako. You know, the Pentecostals don't listen to the message. Eh? Unajua Pentekoste huwa wasikizi huu ujumbe. So if they want to change God's program. Wanataka wabadilishe mpango wa You Mungu. cannot change His program the way you think. Hauwezi ubadilisha vile unafikiria. And it's also good to have the Spirit of God when you are communing with Him.
Lazima uwe na roho wa Mungu wakati unawasiliana na yeye. Because in Moses was actually Christ. Sababu ndani ya Musa hakika Kristo It alikuwa was ndani the yake. Spirit of Christ interceding. Ilikuwa ni Kristo, ni roho wa Kristo ndani ya Musa akililia watu. Interceding for these people. Akililia na kuwa mwombezi wa So watu. actually he stood before and in between God and the people. Yeye ndiye aliyekuwa msimamizi katikati ya Mungu na watu. So in desperation, he Katika hali ya also mahangaiko, changed God's mind. yeye pia alibadilisha nia za He Mungu. changed God's program. Alibadilisha mpango wa Mungu. We go to 97. Let me give you this will be the last quotation. So Jonah rode overboard in the time of a storm, in the bottom of the sea. Yona akarushwa kutoka katika meli akaingia chini ya bahari, In the belly of the whale. katika tumbo la nyangumi. All hopes of survival was gone. Matumaini yote ya maisha yakafika mwisho. But it happened to come on his mind that Solomon, in dedicating the temple, Lakini ikaja katika nia zake Sulemani wakati alitoa wakfu hekalu, Lord, if the people be in trouble anywhere, alisema kwamba Mungu, kama watu wako watakuwa kwa shida mahali and they fulani will turn towards this temple and pray, na wageukie hekalu hili na kuomba, then hear. basi sikia. And turning over in the belly of the whale, Na akigeuka pale katika tumbo la nyangumi, managed to get somewhere to his knees. akafika mahali anaweza piga magoti. Imagine with the vomit of the whale all over him. Wewe fikiria akiwa amefunikwa na matapiko yote juu yake. There he prayed in desperation. Na hapo aliomba katika hali ya mahangaiko. And in that desperate, just a few breaths of oxygen is all he had in the whale's belly. Na hapo katika hali ya mahangaiko akiwa amebakisha pumzi kidogo tu ya kupumua And in katika that few tumbo. breaths that he was drawing, maybe he didn't know which he was, which way he was. Katika hiyo hali ya kupumua kwa mwisho asipojua mahali alikuwa, And I believe I'm looking upward towards your temple. akasema, Bwana, natumai naangalia upande wa hekalu lako. And with just a few breaths to go, Na nikiwa nimebakisha pumzi kidogo in tu, desperation prayed katika hali ya kuhangaika akaomba. under those circumstances. Katika hiyo hali Never been done before, haikuwahi fanyika hivyo, but he was desperate. lakini alikuwa hali ya kuhangaika. Prayed and God kept him alive for 3 days and nights. Amen. Aliomba na Mungu akasikia maombi, akamweka hai siku 3 And delivered Usiku na him mchana. at the place to deliver his message. na akampeleka mahali alikuwa apeleke ujumbe. Hali ya kuhangaika, Desperation. Amen. Desperation. hali ya kuhangaika. You know, Jonah did not want God to Nineveh. You know that. Unajua vizuri, Yona hakutaka kwenda Ninawi. Maybe me, I know, by the grace of God, we'll get to heaven. Eh? Na naamini kwa neema za Mungu tutafika mbinguni. Go and ask Jonah. Wewe umuulize Yona, Why didn't you want to go to Nineveh? kwa nini Yona ulitumwa uende Ninawi na ukakataa? He knew that place. Yeye alijua Ninawi vile Those ilivyo. were very proud people. Alijua ni watu waliojawa na kiburi. They are people you not preach to. Ni watu ambao hawajahubiria tu He wasikie. never wanted those people. Hawakutaka hao watu. He didn't want to preach to such people. Hakutaka kuhubiria watu kama hao. And yet he was a prophet. Na hata hivyo, kumbuka alikuwa nabii. And when he was sent, Alipotumwa, me, I'm not going there. yeye akaamua mimi siendi huko. Have you ever seen somebody who is stubborn? Eh? Ushawahi kuona mtu ambaye ni moyo mkatili kabisa? So he said, I'm not going. Akasema huko siendi. So he went down to the whatever. Akaenda chini ya meli kule So and he took a ticket to another place. na akachukua tiketi ya kwenda mahali pengine. So God said, Mungu akasema, I'll follow you. sikuachi na andamano na You know wewe. that story. Wewe unajua hiyo hadithi. So when things were very rough, Wakati mambo yaliharibika zaidi, he said, the way things are, akasema jinsi mambo yalivyo sasa, everybody is going to die. kila mtu sasa inaonekana anaenda kuangamia. Everyone in this ship, Kila mtu katika hii meli anaenda do this. kufa. Fanya hivi. I'm ready to die. Mimi niko tayari kufa. I don't need to pray. Na sihitaji hata When kuomba. he was asked, where do you come from? Oh, Kaulizwa maswali, unatoka Who wapi? is your Unatoka wapi? God? Mungu wako ni you nani? are the only one not praying. Wewe ni mtu tu ambaye uombi wengine You are here wakiomba. sleeping. Wewe umelala. Why don't you pray to your God? Kwa nini usiombe kwa Mungu wako? Maybe your God will hear. Pengine Mungu wako Not that atasikia. they believed his God will hear.
Si ati waliamini Mungu wake atasikia. All of them wanted to play. Walitaka kila mtu aingie katika hali ya kuomba. Maybe one of the gods will hear. Pengine mmoja wa wale miungu alikuwa akiomba Now atasikia. that we are together, Sasa sababu tuko pamoja, and you have a God, na wewe uko na Mungu wako, you are not praying. na hata uombe, Maybe yours would be heard. pengine Mungu wako pekee ndio atasikia. You say, I know I'm the problem. Akawaambia, jamaa zeni, najua mimi ndio shida. We disagreed with my God. Mimi nilikosana na Mungu wangu. But now that you don't have any problem, Lakini sababu nyinyi hamna shida, throw me into the sea mimi rusheni katika so that I bahari, die alone. ndio nikufe peke yangu, You'll be okay. na nyinyi mtaendelea But salama. this is worse. Wakasema hiyo si makosa zaidi, How do we kill you now? tutakurushaje tukuue? No. Just do it. Akawaambia, fanyeni hivyo They nimewaambia. tied him and threw him into the water. Wakamchukua wakamrusha kwa bahari. And you know, you ask Jonah, was he being thrown to survive? Wenda ulize Yona, alikuwa akitupwa kwa bahari ndio aweze He kufaulu? was to die. Alikuwa atupwe pale After akufe. that he knew. Hakujua He vile didn't know what will itaendelea. happen next. It is Yeye hakujua kama kuna, you are going to die. alirushwa akingojea kufa, And that ship was calm. na bahari ikatulia Everything was okay. na mambo ikaendelea salama. But he went direct into a whale. Lakini alikuwa anangojewa na nyangumi akammeza. And now he knew that, hey, this one is a fish, a big one, and has swallowed me. He's gone. Akaona sasa mimi tayari nimeisha. So even though I have not drowned, Ingawaje sijapotelea majini na I'll kufa, be digested by this thing. bado huyu nyangumi atanitafuna na kunimalizia And he tumboni. was swallowed. Na akamezwa ndani. So while he was inside, Wakati alikuwa ametulia kule ndani, because he never died, yeye hakufa. so he thought, Akawaza, God is still there. bado najua Mungu yuko, God, we can communicate. na Mungu tunaweza kuwasiliana. The prophet is saying, Na pia anatuambia he remembered yeye alikumbuka that Solomon, when he was dedicating the temple, kwamba Sulemani wakati alitoa wakfu ile he hekalu, said, any Israelites in trouble, alisema Mwisraeli yoyote atakayejipata kwa shida and he turns towards the temple, na ageuke akielekea hekalu and he pray, na aombe, God will hear. amen, Mungu atasikia. And he prayed. Na Yona akaomba By faith, kwa imani, he was looking at that temple akatazama upande wa hekalu and told God, na akaambia Mungu, you cannot be annoyed with me forever. Mungu huwezi nikasirikia miaka yote, Although I made a mistake, ingawaje nilifanya kosa. will you forever be annoyed with me? Je, utakasirika nami You milele? can forgive me. Si unaweza nisamehe? Yeah, don't just let me die like this. Usiniache tu nife kifo cha aina hii. He prayed in desperation. Aliomba katika hali ya kuhangaika. Prophet is telling us a few oxygen was remaining. Of course, when you are there, you get short of oxygen and you die. Na pia anatuambia alikuwa amebakisha pumzi kidogo tu ya kupumua. For 3 days, Siku 3 he was in that, fish. alibakia pale katika tumbo la nyangumi. So when he came out, Wakati alitoka nje, my life, akaangalia, kumbe niko hai. I'm here. Na angalia niko hapa. Maybe he asked somebody, which is this town? Pengine alitafuta mtu akamuuliza, je, hii ni nchi This is gani? Nineveh. Akaambiwa huku ni Ninawi. This is where you ignored. Hapa ndio ulikataa kuja. And here you are. Na sasa wewe ndio huyu. Now, can you preach? Sasa kuwa tayari kuhubiri. It was a town you had to walk for 3 days. Ilikuwa ni mwendo wa kusafiri kama siku 3. And he preached. Na alihubiri kweli kweli. Unless you repent. Msipotubu And the things you are doing. mambo ambayo mnafanya, And you even painting yourself. hata nyinyi wanawake mnaojipondoa And wearing trousers. na kuvalia suruali za And the wanaume things you are doing. na mambo mabaya mnayofanya, You are going to die. hakika nyinyi wote mtakufa. You know, those people actually, the prophet said, they believed something to do with that fish. Something to do with Unajua watu wa Ninawi, nabii anatuambia waliamini samaki kama mungu wao, God made sure they saw Jonah coming out of it. na Mungu alihakikisha waliona huyo nyangumi akitapika Yona. And now they were they were also excited and also afraid. Na walikuwa wamechangamka na pia walikuwa na hofu. And the king said, let us repent. Na mfalme akasema sisi wote tutatubu. So in desperation, Katika hali ya mahangaiko, Jonah was able to pray, Yona aliweza kuomba and God heard
prayers. na Mungu akasikia maombi yake. I hope you see all these things. Natumai unaona haya mambo These yote. things are never easy as we read as stories. They are not easy. Haya mambo tunayasoma tu kama hadithi, sio mambo ya rahisi. But we could quote many other places. Lakini tunaweza nukuu mahali kwingi zaidi. Remember when Moses was actually followed by the Pharaoh. Kumbuka Musa wakati walikuwa wamefuatwa akiwa na wana wa Israeli na Farao. People were making noise to him. Na hata watu wakawa wakimlilia. Now see they are coming. Angalia jeshi ya Farao inakuja. See now they are coming to slay us. Watatua si wote. Now we are here. This is the sea. Angalia bahari ndio mbele yetu. You know there are people saying we have always told you Moses is fake. Wewe Musa tulikuambia wewe sio mtu wa maana. You see we going to die. Angalia umetuleta tufe hapa. Now we would have passed another route. Na unajua tungepita njia Why did we nyingine. come near the sea? Mbona ukatuleta kwa We bahari? can't even land. Hatuwezi hata kimbia ama kuvuka. The Pharaoh is behind us. Na jeshi la Farao liko nyuma yetu. Until Moses cried. Mpaka Musa akalia. Till God asked him, why are you crying? Mpaka Mungu akamuuliza mbona walia? Now do the necessary. Nataka ufanye ambayo inahitajika. So in desperation, Katika hali ya mahangaiko, when he hit the water, alipogonga yale maji water separated. na maji bahari ikatengana. It was a desperation. Ilikuwa hali ya mahangaiko. But you see, God doesn't change. Na unajua huyo Mungu habadiliki. God does not change. Yeye huwa So habadiliki. don't take things lightly. Usichukulie tu mambo njia ya urahisi. Be desperate. Ingia katika hali ya When you are kuhangaika approaching God. wakati tunamwendea Mungu. We have the message. Tunao ujumbe. You know we've been going through all the, the phases. We've got the 7 churches. We've got the seals. Everything has been revealed. Tumepitia mihuri 7, nyakati 7 za kanisa, mambo yote yamefunguliwa Everything kwetu. has been given. Na kila kitu tumepewa waziwazi. Remember, it's not yet. Lakini kumbuka mambo bado. When you need to commune with God, Wakati unahitaji kuwasiliana na you Mungu, must be desperate. lazima uwe katika hali ya kuhangaika. Go to God in desperation, Mwendee Mungu na moyo ambao uko na mahangaiko. so that you can get what you need. Ndio aweze kusikia na kujibu kile ambacho wahitaji. So Jacob got it, Basi Yakobo alipokea. and he never walked the same. Na unajua tangia hapo hakutembea sawa. That is actually when he was changed. Huo ndio wakati He alipobadilishwa. was actually changed. Akabadilishwa. He was given the name Israel. Akapewa hata jina Israeli. See, father of nations. Baba wa mataifa yote. See, father of nations. Baba wa mataifa. And he actually got what he did. He was not the same anymore. Na akabadilika kabisa, akapokea kile alichohitaji. Actually, that is what he wanted. Na hiyo ndio aliyotaka. You can see all the waves are gone. Unaona mawimbi yote alikuwa akiogopa yakatoka. And he could meet now his brother in peace. Na angeweza kukutana na Esau kwa amani yote. And now the birthright was totally settled. Na sasa vita vya haki ya mzaliwa wa kwanza ikaisha. So all the things he had. Mambo yote aliyokuwa He nayo. had the children. Watoto, He had all the properties, the mali camels, yote na kila kitu. whatever he had. Mali yote aliyokuwa Remember, nayo. it was not yet. Unajua ilikuwa bado. Till he was blessed. Mpaka wakati alibarikiwa. And that now confirmation of his birthright. Na hiyo ikawa ndio thibitisho ya haki ya But kuzaliwa you can kwanza. see the praising of the son. Unaona jinsi ya kuadhimishwa mwana? It's not necessarily the things you get so easy. Sio yale tu mambo ambayo unayapokea kwa urahisi. You must be praised. Lazima uwekwe mahali You pako. must be adopted. Lazima uadhimishwe. You must have the token. Lazima uwe na ile ishara. You now know things are over. Na ukishapokea hiyo unajua mambo yote ni salama. But it takes desperation. Lakini ujue inahitaji kuhangaika. God bless you so much. Bwana wabariki zaidi. No need to go further than that. Sitaendelea zaidi ya hapo. God bless you so much. Amen. Bwana wabariki. Maybe we can sing one song. Natumai tunaweza kuimba wimbo mmoja. Then I'll ask the pastor to come and play. Baada ya hiyo tutauliza mchungaji akuje tuombe. Mungu amenena. Amen. Amen. Kwa hivyo ni wakati wa kuchukua hatua. Tuimbe wimbo wa hatua. Hatua, 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 hatua moja tu.
God bless you. Amen. Brother Joshua. Brother Joshua atamwalika pastor akitufungia pia kikao cha leo. Bwana abariki. Amen. Tukuza Mungu na pamoja katika nyimbo za Kiingereza. Alafu baadaye mchungaji atakuja na kufunga ibada. Nambari 670 katika Kiingereza. The church is preparing for a wedding. All have been invited to attend. The bride is stand ready, waiting for the signal. When the brooms rise, my children come in. Is that wedding music that I hear? The brides are torn and ready to appear. There's heavenly preparation for the wedding celebration. Is that wedding music that I hear? Soon rise to leave this no sorrow. For the ceremony in the air, the Father then will lead us through the whole life. Have you made your pre-plans to go there? Soon rise to lead this land of sorrow. For the ceremony in the air, the Father then will lead us to the holy land of splendor. Have you made your pre-plans to go there? Is that wedding music that I hear? The bride that dawn are ready to appear. There is every preparation for the wedding celebration. Is that wedding music that I hear? Is that wedding music that I hear? The bride that dawn are ready to appear. There's every preparations for the wedding celebration. Is that wedding music that I hear? Amen. God bless you. I believe you are all happy. Amen. Natumai ya kwamba ni wote mnao furaha This good day. siku hii ambayo ni njema. Also, I'm happy to see all of you many Nafurahi kuwaona nyote mkiwa wengi hivyo to worship the Lord. kuja katika ibada ya siku ya leo. Also thank Tom here, Nataka pia nimshukuru ndugu Tom, Martin, ndugu Martin, Paul, ndugu Paul and Francis here, pia mimi hapa, Brother Kuria there, ndugu yetu Kuria pale, and Brother Cleopas. na ndugu yetu pia Cleopas. Things are actually starting to take shape. Mambo yanaenda kwa mkondo ambao unastahili. The youth all ran away, Vijana wote walitoroka, but at least we are getting them. lakini naona wengi sasa tumeanza kuingiza katika Lord, huduma. we bless you Bwana wabariki zaidi nyinyi wote, and continue on vigilant. na muendelee kuwa makini zaidi katika kazi ya Bwana. It is very good. Hiyo itakuwa muhimu sana kwenu. Otherwise, we so appreciate whatever is going on, Nashukuru sana mambo yote ambayo yanaendelea, and
We are thank the Lord na tunamshukuru Bwana kwa hali for yote, everything. kwa ajili ya kila jambo. Blessed be his name. Jina lake Bwana libarikiwe. We pray. Naenda kuomba. Heavenly Father, Baba yetu wa mbinguni, thank you this day asante kwa siku ya leo, for gathering us together kwa kutuleta sisi wote pamoja for the purpose of worshiping you, katika kusudi la kukuabudu wewe, communing with you. kuwa na ushirika nawe. We know Tunajua that you do not gather your people in vain. huwa ukusanyi watu wako tu bure, You are elect. wateule wako, And we know you have called us na tunajua Bwana umetuita to an inheritance katika kuchukua urithi with the saints in the light. pamoja na watakatifu katika nuru, And we know that light na tunajua hiyo nuru we talk about tunayonena kuihusu is the word vindicated. ni neno likiwa linadhihirika. You called us Umetuita not just to talk empty words. na sio kutuita tunene maneno yasiyo You na called us to believe you. umetuita tuamini wewe, And we are here as na believers. tuko hapa kama waaminio, We pray, Lord, kwa kuomba yeye Bwana that you may take us to the depth ukatuzamishe katika kilindi of your word, ndani ya neno lako, the depth of your will kilindi cha mapenzi yako be fully revealed to each one of us, yafunuliwe waziwazi kwa kila mmoja that we wetu, may take possession of the same, ili tukaweze kuitwalia yote iwe yetu, that word kwamba hilo neno will come through us litupitia ndani yetu and work through na lifanye kazi to glorify your name. kulitukuza jina lako kuu. We have heard of this message, desperation, Tumesikia ujumbe wa kuhangaika and moyoni, as it is being preached. na kama jinsi ambavyo wahubiriwa, And we know always, Lord, na tunajua wakati wote Bwana, you meet that desperate soul, amen, utakutana na nafsi ambayo which is imehangaika, unrelenting, ambayo haikomi hata kusoma until it receives mpaka ipokee that person, Jesus Christ. huyo utu wa Yesu Kristo. Lord, we want, Bwana, tunataka, we need you, twakuhitaji we wewe, must have you. lazima tukupate wewe. The psalmist sang and said, Mwimbaji akaiba na I kusema, must have the Savior with me. lazima nimpate Mwokozi au Each wangu. one of us Kila mmoja wetu must have that Savior with us. lazima ampate Mwokozi, Whatever comes, hata mambo yawe haji. we need you, Lord. Twakuhitaji Bwana, And as we call on you from the depth of our hearts, na tunapokuita kutoka kilindi cha mioyo yetu, having repented of all our sins, tukiwa tumetubu dhambi zetu zote, dear Jesus, mpendwa Yesu, refill each one of these believers tujaze upya kila mmoja wetu with your Holy na Spirit Roho wako Mtakatifu, and take us further, na utuinue zaidi Bwana, further ndani to zaidi adoption katika kuadhimisha of sons. wana. That is when Huo ndio wakati it is fulfilled. tutasema imetimia. John 14:12. Yohana 14 mstari wa 12, That whatsoever works that I do, kazi zozote shall nizifanyazo you do also. nanyi pia And mtazifanya, that day na siku you hiyo will know utajua that you are in the Father, kwamba mko ndani ya the Baba, Father in me, Baba akiwa ndani and I yangu in you. nami nikiwa ndani yenu. This is the day Amen. Hii ndio siku that we are waiting for your second coming. ambayo tunangojea kuja kwako kwa pili. We need that fullness. Tunahitaji huo utimilifu. Amen. We thank you, Heavenly Father, Tunakushukuru wewe Baba wa for mbinguni, the preacher of the word. kwa mhubiri ambaye We amehubiri pray that you neno. may bless him Tunakuomba kumbariki in a great way. katika hali ya juu zaidi. Bless his family. Bariki familia yake, Give him much more, Lord, also. muongezee zaidi. That when he comes next time, Atakaposimama tena he siku will moja, take the church also utachukua kanisa to pia that higher level. hicho kiwango cha juu. We pray that you may also bless Tunakuomba pia ukabariki all the congregation, kusanyiko hili lote, that we may live tuweze in kuishi those heavenly places, katika hizo hali za our mbinguni. position in Jesus Sehemu Christ. yetu ndani ya Kristo Yesu. That is our earnest Amen. desire. Hiyo ndio shauku kuu ya mioyo Grant yetu. it, Lord. Ijalie kwetu Bwana. If there be any sick,
Kama kunaye yote ambaye ni in mgonjwa the congregation, katika kusanyiko hili, Heavenly Father, Baba wetu wa mbinguni, stretch your hand anyoshe mkono wako upon each one of juu us ya kila mmoja that wetu would be sick ambaye atakuwa haisi and vizuri, administer healing. na mpatie The uponyaji needs wako. of the saints Mahitaji ya watakatifu here, walio hapa, dear Jesus, mpendwa Yesu, grant unto each one of us ijalie kwa kila mmoja wetu according to their desires of their kulingana na hearts, shauku ya mioyo yetu, because we know sababu twajua that you have written in your word umeandika katika that neno lako whatsoever things we desire, mambo yote ambayo when we mtaomba come to you in prayer, mkija katika maombi we believe na muamini that we receive kwamba and we tumeyapokea shall have them. na hakika yatakuwa That is the yetu. position Hiyo ndiyo sehemu we are in. ambayo tuko ndani Grant yake. unto us Ijalie kwetu according to the Bwana desire of our hearts. kulingana na shauku ya mioyo yetu, In Jesus Christ's name. katika jina la Bwana Yesu The weak in Kristo. spirit, Lord Jesus, lift up. Tuinue Bwana walio chini katika roho, Unite each heart here unganisha kila moyo hapa, that we may fear your name, tuweze kulicha jina lako to revere you in everything. na tuweze kukucha katika kila jambo. Thank you, Father. Asante ye Baba. We go to dismiss Tunaenda kutoka Bwana, to our homes. tunaenda We manyumbani pray that you kwetu, may grant us journey mercies tunakuomba rehema za safari until we meet again. mpaka tuonane tena. Thank you, Father. Asante ye Baba, In Jesus Christ's name. katika jina la Yesu Kristo twaomba, amen, amen. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior